Karibu mwanamichezo kutoka ndani ya Yanga, tutazame taarifa kubwa juu ya mengi ambayo yapo katika upande wa kikosi hicho. Ni wakati ambao kila mmoja katika nafasi yake amekuwa akisubiri usajili wa mwamba Aaron Okero, kijana kutokea katika taifa la Uganda, ambaye amekamilisha usajili wake katika siku chache zilizopita ndani ya Yanga na kupewa mkataba wa miaka 2.5 ya kutumikia timu hiyo ya Young Africans. Sasa baada ya Okero kukamilisha usajili wake na kujiunga rasmi na Yanga kwa kandarasi ya miaka 2, mashabiki wa Yanga wamekuwa wakijiuliza ni wakati gani ambao mashine hii itawasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa katika sehemu ya uimara mkubwa zaidi. Kumbuka Yanga miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa yanawasumbua zaidi imekuwa ni eneo la wing back. Yanga wameshindwa kumpata winga ambaye ana uwezo mkubwa wa kuja kuifanya timu hii kufanya mambo makubwa zaidi. Tunatazama kwa sasa wachezaji kadhaa akina Ofen Francis Chikora, ukitazama akina Emmanuel Edmond, ukitazama akina Celestine kuwa performance ambayo wamekuwa nayo hairidhishi moja kwa moja, ili kuweza kumconvince mwalimu warao kuwatumia wachezaji hao katika baadhi ya michezo. So in doubt unaweza ukasema wachezaji ambao wamekuepo katika upande wa kikosi hicho wameshindwa kudeliver na kutoa kile kinachohitajika ndani ya kikosi cha vijana wa Young Africans. So moja kwa moja ikani nafasi katika upande wa Aaron Okero kutazama kama kuna kitu cha ziada ambacho ana uwezo wa kuja kujumuika na kuja kukiongeza. Moja kwa moja upande wa Okero ni moja wa wachezaji ambao tayari wametua katika ardhi ya visiwani Zanzibar, wakati ambao kikosi cha Yanga kimejiweka sawa kuelekea katika mchezo wao wa hiyo kesho. Ni hatua ya fainali, wakati ambao tunasubiri kutazama timu ikifanya vizuri, mechi ambayo inataraji kupigwa kesho saa 10:30. Tayari Okero mchana wa leo hii ameianza safari kutokea nyumbani kwao kwa mara ya Kampala Uganda, akitumia uwanja wa ndege wa Entebbe, na ni moja wachezaji ambao tayari ninavyozungumza nawe amewasili visiwani Zanzibar. Kesho Okero ni moja wachezaji ambao utawatazama kwenye mechi hiyo kati ya Yanga dhidi ya vijana wa kikosi cha Azam FC, mechi ya Mzizima Derby, moja ya mechi ambayo kila mmoja katika nafasi yake ana matumaini makubwa ya kuitazama Yanga ikifanya makubwa katika nafasi. So kimtazama Okero aina ya uwezo ambao amekuwa nao na kuasili kwake ndani ya Yanga, na hili tatizo ambalo limekuwepo katika upande wa Yanga kwa maana ya safu yao ya ushambuliaji kumkosa mchezaji mwenye kalba yake, kuna kitu cha ziada ambacho pia anakuja kuongeza katika nafasi hiyo. So deal done confirmed upande wa Okero, tayari ni moja wa wachezaji ambao wameweza kuwasili na kutua katika kisiwa cha Pemba, ambako mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Gombani. Yanga kama bingwa mtetezi anahitaji kutetea ubingwa wake. Atautetea vipi? Ni sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba pia anakwenda kufanya vizuri katika mechi hiyo Yanga dhidi ya Azam FC. So kiungo Aaron Okero anacheza namba 10, lakini pia unaweza ukasema winga Aaron Okero ambaye ana uwezo kutokea ni winga namba 7 na ana uwezo pia kutokea winga namba 11. Ni sehemu ya wachezaji ambao wamewasili visiwani Zanzibar. So hii ni moja ya taarifa muhimu zaidi katika upande wa kikosi cha Yanga Sports Club ambao tuweza kuidazama katika upande wa leo hii. Mwamba kweli Aaron Okero hatimaye ametua visiwani Zanzibar. Kesho baraa zito linakwenda kuonekana, anaweza akacheza akitokea bench au asicheze akawa ni sehemu ya wale ambao atakuwepo uwanjani, lakini automatically Okero mechi ya kesho atakuwepo. Wewe binafsi Okero unamuona kama mchezaji wa aina gani katika upande huo wa Young Africans?